Kabla ya kuomba, hebu nizungumzie kuhusu mada ya sala ya leo. Kuimarisha ndoa. Ndoa ni moja ya zawadi nzuri zaidi za Mungu. Kifungo kitakatifu ambacho wawili wanakutana ili kupendana, kusaidiana na kukua pamoja. Hata hivyo, kama ilivyo kwa uhusiano mwingine wowote, ndoa inakutana na changamoto zake. Inahitaji juhudi za makusudi, vitendo vya kila siku vya upendo na kutegemea Mungu ili iendelee kuwa imara na kustawi. Iwe ndoa yako inapitia msimu wa furaha au inakutana na changamoto, leo ni wakati wa kumwalika Mungu ili kuimarisha na kufufua umoja huo mtakatifu. Biblia inatupa hekima isiyoharibika kuhusu ndoa. Katika Waefeso sura ya 5 mstari wa 33, Paulo anaandika, kila mmoja wenu na ampende mkewe kama nafsi yake mwenyewe, na mke anapasa kumheshimu mumewe. Andiko hili linatufundisha kwamba upendo na heshima ni msingi wa ndoa yenye afya. Upendo si tu kihisia, bali kama tendo, kuamua kutumika, kujali na kusamehe. Heshima si tu kwa maneno, bali kwa mtazamo, kuinua kila mmoja kwa kuthamini na heshima. Changamoto katika ndoa ni jambo lisiloweza kuepukika. Shinikizo la maisha yetu, hofu za kifedha, kutokuelewana, matarajio yasiyotimizwa, au hata mapambano binafsi yanaweza kuathiri uhusiano. Hizi ni nyakati zinazoweza kusababisha mgawanyiko au kuwa fursa za kuungana zaidi na kukua, kutegemea jinsi mnavyoshughulikia. Mungu anatuita kueleza ndoa sio kwa roho ya ukosaji, bali kwa unyenyekevu, uvumilivu na neema, tukionyesha upendo wake kwetu. Chukua muda kutafakari. Je, kumekuwepo na nyakati ambapo kutokuelewana na mvutano wa kila siku kumekuwa kikwazo kati yako na mkeo au mumeo? Je, unataka kuwasha tena moto wa upendo, kujenga tena imani iliyovunjika, au kuimarisha kifungo chenu? Mungu anaona matamanio ya moyo wako na anataka kusaidia. Tunapomwalika katika ndoa yetu, yeye anatupa hekima, amani na nguvu za kudumu pamoja. Fikiria, ndoa ambapo upendo unakwenda bure, mawasiliano ni wazi, na msamaha unatolewa kwa urahisi kama vile Mungu alivyotusamehe. Hii ni kuhusu kuwa na uhusiano kamili, bali tu ni kuhusu kutafuta maono ya Mungu kwa ndoa. Umoja ambapo washirika wote wanakuwa karibu na kila mmoja, huku akijitahidi kumkaribia yeye. Baba wa mbinguni, tunakuja mbele zako leo tukileta ndoa mbele ya huduma yako ya upendo. Bwana, tunakubali kwamba ndoa si rahisi kila wakati, lakini tunakushukuru kwa ahadi yako kutembea nasi kupita kila msimu. Baba, tunaomba baraka zako juu ya ndoa yetu. Imarisha msingi wa upendo na heshima unaoshikilia pamoja. Mahali ambapo kumekuwepo na maumivu, leta uponyaji. Mahali ambapo kumekuwepo na umbali, leta ukaribu. Mahali ambapo kumekuwepo na kutokuelewana, leta wazi na amani. Tufundishe kuwasiliana kwa upole, kusikilizana kwa mioyo ya wazi. Tusaidie kuweka mahitaji ya kila mmoja wetu mbele yetu, kama vile Yesu alivyonyenyekea kujitolea kwa wengine. Bwana, tunakushukuru nyakati tulipoanguka katika ndoa zetu. Tunasamehewa kwa nyakati za kutokuvumilia, hasira au kupuuza. Tunasamehewa kwa kutokuwa na mapenzi tunayostahili kuwa. Fufua mioyo yetu na utufundishe kupenda kwa kujitolea, kama vile unavyotupenda bila masharti, bila mipaka. Baba, tunaomba umoja katika ndoa yetu. Tuwe na nia moja na roho moja, tukifanya kazi pamoja kumtukuza wewe katika yote tunayofanya. Wakati changamoto zinapojitokeza, tukufanye kumbuka kutegemea nguvu zako. Tutie moyo kukutana na magumu pamoja, tukijua kwamba nguvu zako zitakamilika katika udhaifu wetu. Pia tunaomba ulinzi juu ya ndoa yetu. Tulinde kutokana na nguvu zinazotafuta kutengana au kutuharibu. Linda mioyo yetu na akili zetu kutokana na majaribu ambayo yanaweza kutuvuta mbali na kila mmoja au kutoka kwetu. Tusaidie kusimama imara katika ahadi yetu ya kupenda, kuheshimu na kuthamini kila mmoja wetu
siku zote za maisha yetu. Bwana, naomba ndoa yetu iwe ushuhuda wa neema yako na uaminifu. Tumia uhusiano wetu kuonyesha upendo wako kwa dunia. Tufundishe kutumika kwa furaha kwa kila mmoja wetu na kujenga nyumba iliyojaa amani, shukurani na uwepo wako. Tunaweka ndoa yetu mikononi mwako, tukiamini kwamba utatuongoza, utatuimarisha na kutubariki tunapotembea katika safari hii pamoja. Asante kwa uaminifu wako, na tutukuze wewe katika yote tutakayoyafanya kama mume na mke. Kwa jina la Yesu tunaomba, amina. Mwanangu, Yesu alisema hadithi ya mtu aliyekuwa na mgeni, lakini hakuwa na chakula. Akaenda kwa rafiki yake usiku wa manane na kusema, "Nisaidie mkate." Rafiki alimwambia, "Nimeshalala, siwezi kufungua." Lakini mtu huyo akaendelea kugonga na kuomba. Hatimaye, rafiki alifungua mlango na kumpa mahitaji yake, sio kwa sababu walikuwa marafiki tu, bali kwa sababu ya uvumilivu wake. Yesu alisema, "Ombeni bila kukoma na mtapewa." Mwanangu, Mungu husikia kilio cha moyo wako. Usikate tamaa kumwomba. Uvumilivu wako wa maombi huonyesha imani yako kwake. Kama unapenda haya mazungumzo ya kiroho, usisahau kulike, kushare na kusubscribe kwa channel hii. Tuendelee kukua pamoja katika imani. Mwanangu, kuna hadithi Yesu alisema kuhusu baba mmoja, shamba lake na walioachiwa wajibu. Baba mmoja alipanda shamba zuri, akaweka uzio, akalijenga vizuri, kisha akaondoka na kuwaachia watu kulitunza. Alipofika wakati wa mavuno, alituma watumishi wake kuchukua sehemu yake, lakini waliowekwa walikataa kumpa. Wakawapiga, wengine wakawaua. Baba alituma watumishi zaidi, lakini walifanyiwa ukatili ule ule. Mwishowe akasema, "Nitatuma mwanangu, watamheshimu." Lakini walimuua mwana huyo, wakidhani watamiliki shamba. Yesu akasema, baba huyo atarudi na kuwahukumu, kisha atakabidhi shamba kwa wale waaminifu. Mwanangu, funzo ni hili: Mungu anatupa baraka zake, maisha, vipaji, nafasi. Tukizidharau au kuzitumia vibaya, tunajiharibia sisi wenyewe. Heshimu baraka alizokupa Mungu. Zitunze kwa haki na kwa upendo kwa wengine. Mwanangu, hebu sikia hadithi ya Yesu kuhusu mwana aliyepotea lakini akapokewa tena kwa upendo. Mwana mdogo alimwambia baba yake, "Nipe urithi wangu sasa." Baba aligawanya mali, akampa. Mwana akaondoka, akaishi maisha ya starehe na tamaa, akapoteza kila kitu. Akabaki na njaa, maskini, hadi akalisha nguruwe. Akatambua kosa lake, akasema, "Nitarudi kwa baba, nitamuomba anichukue kama mtumishi tu." Baba alipomuona akiwa bado mbali, alimkimbilia. Akamkumbatia, akambusu, akamvika mavazi mapya, akaandaa sherehe. Mwana mkubwa akakasirika, lakini baba akasema, "Tusherehekee, maana mwana huyu alikuwa amepotea, sasa amepatikana." Mwanangu, Mungu hukusubiri kwa mikono wazi. Ukikosea, usiogope kurudi. Mapenzi yake hayaishi, huruma yake haina kikomo. Mwanangu, Yesu alisimulia hadithi fupi lakini yenye maana kuu. Mchungaji mmoja alikuwa na kondoo 100. Mmoja akapotea. Je, alibaki na wale 99? Aliacha wote, akaenda kumtafuta yule mmoja. Alipomkuta alifurahi sana. Akamchukua mabegani na kumrudisha nyumbani salama. Kisha akaita majirani, akasema, "Furahini nami, kondoo wangu aliyepotea amepatikana." Yesu akasema,
Ndivyo Mungu anavyofurahia mtu mmoja anayerudi kwake. Mwanangu, kwenye hili tunajifunza kuwa haijalishi umetoka mbali kiasi gani, wewe ni wa thamani kwa Mungu. Yeye hachoki kukutafuta mradi wewe uamue kurudi. Mwanangu, Yesu alisimulia hadithi ya watu wawili tofauti sana. Mmoja alikuwa tajiri sana, alikula vizuri, alivaa vizuri na aliishi kwa starehe. Mwingine alikuwa maskini, jina lake Lazaro. Aliishi mlangoni mwa tajiri huyo akitazamia mabaki. Hakuwa na kitu, hata mbwa alikuja kulamba vidonda vyake. Walipokufa, Lazaro akaenda upande wa amani, lakini tajiri akaishia mahali pa mateso. Tajiri alitaka msaada, lakini alikuwa amechelewa. Mwanangu, usidharau walio maskini au wenye uhitaji. Moyo wa rehema una thamani kubwa mbele za Mungu kuliko dhahabu au mavazi mazuri. Mwanangu, Yesu alisema hadithi ya wavuvi wa uvuvi. Wavu mkubwa ulitupwa baharini ukakamata kila aina ya samaki. Walipowavuta nje, wakawachambua samaki wazuri wakawekwa kando, wabaya wakatupwa. Yesu akasema, ndivyo itakavyokuwa mwisho wa dunia. Watu watatenganishwa kila mmoja kulingana na matendo yake. Mwanangu, chagua kuishi maisha yaliyo safi, ya haki, ya upendo. Kwa maana siku moja kila moyo utapimwa na watu wazuri watachukuliwa na Mungu.